Urusi inasema kwamba Ufaransa inatafuta kuteseka, hasa katika kipindi hiki ambacho mazungumzo ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kuhusu kutuma walinda amani wa NATO nchini Ukraine bila kuzingatia msimamo wa Urusi sio tu kwamba yanaonyesha kujitenga kabisa na ukweli, bali huongeza hatari ya mapigano ya moja kwa moja kati ya vikosi vya Urusi na vile vya NATO ambavyo Ufaransa itapeleka wanajeshi wake. Hii ni kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Maria Zakharova. Maria Zakharova anasema kwamba Ufaransa ipo katika hatari ya mateso, lazima itateseka kwa kiasi kikubwa baada ya kauli za rais wake Bwana Emmanuel Macron za kutaka kuleta wanajeshi wake kwa ajili ya kile wanachokiita ni kulinda amani kishirikiana na Uingereza. Tunawaambia watateseka sana, anasema Maria Zakharova. Alikuwa akijibu taarifa ya Macron kutoka Machi 15 aliposema kwamba Ukraine ni nchi iliyojitenga na ikiwa itaamua kualika vikosi vya washirika katika eneo lake, Urusi haina haki ya kupinga hili. Alitafsiri onyo la uongozi wa Urusi juu ya kukabilika kwa kuonekana kwa vikosi vya magharibi nchini Ukraine kama ushahidi wa madai ya kutokuwa na ukweli wa Moscow katika kufikia amani na hata kufikia kuita Urusi tishio la kimkakati lililopo. Maria Zakharova anasema mtu anapata hisia kwamba kwa tamaa yake ya udanganyifu ambayo haijatimizwa ya kushinda au kutuletea aina fulani ya kushindwa kwa kimkakati na mikono ya wa Ukraine, kiongozi wa Ufaransa amepoteza mawasiliano na ukweli kwa muda mrefu na haelewi sio tu vipengele na maelezo ya hali hiyo, lakini kwa ujumla kile kinachotokea duniani. Mwanadiplomasia huyo ambaye ni msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni Maria Zakharova alieleza. Tumekuwa tukisema mara kwa mara kwamba kuanzishwa kwa wale wanaoitwa walinzi wa amani nchini Ukraine kivitendo tutamaanisha uingiliaji kati wa kijeshi wa kigeni ambao unazidisha mzozo huo. Hii inawezekana kwa kiasi kikubwa kuongeza hatari ya mapigano ya moja kwa moja kati ya muungano wa Atlantiki ya Kaskazini na shirikisho la Urusi, anaeleza Bi Maria Zakharova, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni. Kuhusu madai ya Macron kwamba Urusi haina haki ya kuchukua msimamo juu ya kuruhusiwa kwa wanajeshi wa kigeni kushiriki kikamilifu katika mzozo wa Ukraine, amesema kama nchi huru na kama nchi ambayo imekumbwa na ukatili wa magharibi mara kwa mara, tuna haki na tutajiamulia jinsi ya kuhakikisha usalama wetu wenyewe, haswa ikiwa suala la usalama wa pamoja sio tu kwa gharama ya Umoja wa Ulaya, lakini sio tu kwa gharama ya mtu mmoja kama Macron na watangulizi wake na tawala zingine zisizo za kirafiki ambazo zilitumwa kwa hali mbaya, tutahakikisha tutapambana nao, anamalizia Maria Zakharova, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa Urusi. Urusi pamoja na mataifa magharibi zimekuwa katika tofauti kubwa tangu kipindi cha vita baridi, lakini zaidi katika kipindi hiki tangu mwaka 2022 baada ya operation maalum iliyoanzishwa na Urusi chini ya rais wake Vladimir Putin. Mataifa magharibi yamekuwa yakitoa msaada kwa Ukraine, msaada wa kifedha pamoja na kijeshi kwa ajili tu ya kuona kwamba Urusi inashindwa katika uwanja wa vita, lakini Urusi kutokana ni moja kati ya mataifa yenye nguvu ya kijeshi ulimwenguni ilipambana kwa takribani miaka 3 hadi sasa na inaendelea na mapambano huko nchini Ukraine, licha ya kwamba Marekani inafanya jitihada za kuhakikisha mzozo huo unakamilika, huku rais wake Bwana Donald Trump akifanya mazungumzo na rais wa Urusi Vladimir Putin na pamoja na rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky. Kadhalika wanadiplomasia kutoka Marekani pamoja na Urusi wamefanya mazungumzo huko Jeddah, Saudi Arabia pamoja na Istanbul nchini Uturuki. Na yote hayo ni kwa ajili ya kuhakikisha mzozo baina ya Warusi na wa Ukraine unakamilika na unaisha kabisa. Lakini kumekuwa na tofauti kwa upande wa nchi za magharibi ambazo zinataka vita hivyo viendelee, huku akitaka kuishinda Urusi kwa njia ya mtuto wa bunduki. Lakini pia wamekuwa waoga juu ya Urusi. Wamekuwa wakidhani kwamba baada ya Urusi kukamilisha zoezi lake huko nchini Ukraine na ikiwa itashinda, basi itageuza na kushambulia taifa lingine katika nchi za NATO ama Umoja wa Ulaya. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.